Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Mlimani TV popote ambapo unatutazama, hii ni Jahara sehemu ya kwanza, kipengele chake cha pili cha Mlimani leo asubuhi. Karibu katika mada yetu ya leo. Na mtazamaji, ni kufahamishe tu kwamba raia wa Irani wamemchagua mtoto wa marehemu Ayatollah Khamenei kuwa kiongozi wa dini na serikali mjini Teherani, akiwa ni kiongozi wa tatu katika mfululizo wa uchaguzi wa viongozi huko mjini Teherani. Lakini raia wa Irani walimiminika katika viwanja mbalimbali vya miji ya Teherani kuunga mkono uteuzi wa kiongozi huyo wa Irani. Lakini hali kadhalika, ikiwa ni hadharani kabisa, rais wa Marekani Donald Trump alikataa uteuzi huu na akisema kwamba kwa kuwa kiongozi huyu hakupata baraka zake hatadumu kwa muda mrefu. Israeli wakaenda mbali zaidi, wakatangaza kwamba kiongozi yeyote atakayerithi mikoba ya Ayatollah Khamenei atauawa. Na hasa hatua hizi zinachochea vipi mgogoro ambao unaendelea huko Mashariki ya Kati? Kuyatazama mengi na mengine ambayo tutayajadili, niko na Angas Wakechi, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, niko naye hapa studio. Angas, karibu sana. Nashukuru sana. Sasa mtazamaji, wewe pia una nafasi ya kushiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube na Facebook. Andika tu Mlimani TV na toa maoni yako na sisi tutayapokea hapa moja kwa moja studio. Angas, tayari raia wa Irani wameshamchagua kiongozi wao, tayari wanaye ambaye ni mtoto wa marehemu Ayatollah Khamenei. Kwanza, hali ni ipi inayoendelea huko nchini Irani? Lakini hatua hii kwa upande wako wewe unaichukuliaje? Kwanza, bwana Mojtaba Khamenei hajachaguliwa na raia wa Irani. Walikaa tu baadhi ya watu wakamteua, ndio kwamba kurithi mikoba ya baba yake Ali Khamenei. Kwa hiyo kusema kwamba Ayatollah amechaguliwa, hapana. Bali ni baadhi ya jopo la watu wenye nguvu kubwa kwenye serikali ya Iran, then wakamweka yeye awe kama mrithi wa babake bwana Ali Khamenei ambaye aliuawa tarehe 28 Februari mwaka huu. Sasa hatua hii sasa kwa unaitazama vipi? Lakini tupate, ni wiki mbili sasa za vita, kwa unavyofuatilia hali ipoje Irani kwa sasa? Bado kuna kitu kinaitwa deterrence, kwa sababu taifa la Irani linakuwa linapiga makombola kwenye nchi wenye uhusiano mkubwa na Marekani kama Israel, Oman pamoja na Saudi Arabia, kuonesha kwamba bado ana nguvu, kwamba anaweza sometimes akatuma pressure kwa serikali za Marekani pamoja na Israel wajifikirie mara mbili kwenye hali inayoendelea pale Middle East. Ndio, lakini bado hali haijakaa sawa. Sawa. Sasa tuangazie sasa namna ambavyo giza linaendelea kutanda huko nchini Irani. Tayari sasa wameshampata kiongozi ambaye anaweza sasa akatoa amri, tofauti na mwanzo walikuwa hawana kiongozi ambaye anaweza akatoa amri. Sasa hii vita ambayo inaendelea kwa sasa inaweza ikaingia katika hatua gani ambayo tayari Irani wana kiongozi? Naweza nikasema kwamba vita sasa hivi imeingia kwenye wakati mbaya sana. Huyu bwana Mojtaba Khamenei anachukua mikoba baba yake baada ya baba yake kuuawa. Siku ya shambulio la tarehe 28 Februari, wa Marekani pamoja na Waisraeli waliweza wakaua mama yake mzazi. Walimuua mama yake mzazi, wakamuua baba yake mzazi, wakamuua mke wake, wakamuua mtoto wake, wakamuua dada yake pamoja na shemeji yake ndani ya siku moja. Kwa hiyo bwana Mojtaba anachukua mikoba ya nchi akiwa na hasira kubwa sana. Ana hasira kwamba hapa cha msingi sina cha kupoteza. Lakini pia muda huo taifa la Marekani pamoja na Israel wanamwangalia kama ni mtu ambaye anaweza kuwa tishio kubwa zaidi kwenye usalama wao. Jana nchi ya Iran kupitia kiongozi wao, japokuwa kiongozi wao toka ameteuliwa kushika mikoba babake, hakuwahi kuzungumza mahala popote pale. Kwanza unapaswa ujue kwamba huyu ni mtu alikuwa ni mwanajeshi toka enzi za nyuma sana. Kapigana vita Iraq, kapigana vita Afghanistan. Kwa hiyo ni mtu mwenye experience kubwa zaidi kwenye masuala ya kijeshi kuliko masuala ya kidiplomasia.
Kwa hiyo anaingia kwenye vita kama very aggressive leader. Ni kama ni mtu ambaye sometimes hawezi kutumia mbinu za kidiplomasia kumaliza matatizo yao, bali anataka tumie nguvu za kijeshi kumaliza matatizo yao. Sasa hii inakuwa hatari kubwa zaidi kwa mataifa wanachama wa Marekani, sababu anaingia tayari anajua okay, sina cha kupoteza, watu hawa wameshanimalizia karibu wapendo wangu wote, kwa hiyo ninaamua kuingia kwenye vita nikisema kwamba okay, liwalo na liwe, ni whether sisi tupotee au wao wapotee. Kwa hiyo inaingia kwenye dunia, ninaweza kusema kwamba inaingia kwenye mashambulizi makubwa mno ambayo huenda tusije tukayaona tena baadaye. Juzi serikali ya Iran kupitia baadhi ya msemaji wao alisema kwamba wanataka wakashambulie, kuna kitu wanakiita Strait of Hormuz. Strait of Hormuz ni sehemu ambapo ni njia ya kusafirishia mafuta kutoka Ghuba, mataifa ya Ghuba, the Persian Gulf, kwenda kwenye mataifa makubwa kama China, Marekani au South Korea pamoja na Afrika. Sasa ile njia inasafirisha karibu mafuta 20% duniani. Kwa wanataka aende pale Bwana Khamenei waende wakalipue ile njia. Muda huo pia serikali ya Marekani kupitia rais wao Bwana Donald Trump amesema wazi ya kwamba kama aendapo Bwana Mojitaba ataweza kulipua ile njia kusafirisha mafuta, basi anaweza akakumbana na kipigo kikali sana ambacho hawajai kukifanya dunia nzima toka imeanzishwa. Lakini pia hapo tuendelee kwamba Marekani, Donald Trump anazidi kumwonya, lakini kabla ya kuteuliwa kwake Donald Trump alisema kiongozi yeyote ambaye atateuliwa Iran lazima apate baraka za Donald Trump. Kwa nini Donald Trump alisema hivyo, na kwa nini Iran hawakusikiliza? Trump anajaribu tu kutuma vitisho, lakini kiuhalisia sifikiri kama anaweza akaingilia uhuru wa watu wengine. Kila nchi inajiongoza kupitia sheria za kimataifa, the sovereignty, kwamba nchi inaweza ikajamulia mambo yake yote kwenye nchi yake pasipo kuingiliwa na taifa lolote la nje. Sasa Trump anazungumza sababu mara ya kwanza pia alikuwepo Bwana Khamenei, si ndio? Khamenei alipindua serikali ya kina Shah. Marekani wakatuma vitisho sana vingi, si ndio? Baadaye Khamenei akafariki, akaja Ali Khamenei. Napo ni hivyo hivyo tu, miaka yote walikuwa na mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kijeshi na mataifa ya magharibi. Juzi pia ndio huyu pia ameteuliwa Bwana Mojitaba Khamenei. Ni vile vile tu ambavyo style ambayo walitumia mara ya kwanza wa Iran ndo njia hiyo pia bado wanatumia mpaka leo hii. Sasa anavyozungumza Bwana Trump kwamba huenda anaweza akamfanya kitu kibaya zaidi Mojitaba, inahisi ni vitisho tu. Sawa, lakini ukitazama Bahrain na Kuwait walitoa taarifa zao kwamba kisingizio ambacho anakitumia Irani kwamba anashambulia kambi za Marekani na vituo vya kijeshi kwa sasa hakiwezi kukubalika tena, kwamba wao hawako tayari kuendelea kuona nchi zao zikiendelea kulengwa na Irani, akitoa visingizio ambavyo wao hawavikubali. Unaona sasa nchi za Mashariki ya Kati tayari zikiwa upande wa Israeli kuanza kuishambulia Irani kwa sasa. Toka mara ya kwanza nchi zote za Middle East zinakuwa zinaishambulia Iran kwa kupitia mshirika wao mkuu Israeli. Israeli ambacho ameweza kufanikiwa kwenye huu kanda wa Mashariki ya Kati ni kwa sababu karibu zile nchi zote za Mashariki ya Kati zinamsikiliza zaidi Israeli kuliko ndugu yao kiimani Iran, kwa sababu anatumia nguvu kubwa zaidi za kijasusi kupandikiza baadhi ya washirika wake kwenye serikali kubwa zaidi. Kama unavyoona Bwana Mohammed Suleiman, mfalme wa Saudia, nowadays anakuwa anashirikiana pakubwa sana na taifa la Israeli kuliko mataifa mengine yote ya Kiarabu, kwa sababu kubwa ananufaika kwa kiuchumi pamoja na njia za kiusalama kutoka kwa taifa la Israeli pamoja na Marekani. Kwa hiyo mabwana hawa wakisema kwamba wanaionya Iran, hawajaanza kuionya Iran leo, wameanza kuionya toka mara ya kwanza, lakini bado Iran iko pale pale. Ikiwa tu mtazamaji ndio unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam, na hii ni Mlimani TV. Tunazungumza na Angus Okechi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mjini Tehran nchini Iran, hali ikizidi kuwa tete kati ya vita
vya Marekani wakiungana na Israeli kuishambulia Irani. Unaweza kushiriki nasi pia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube. Andika tu Mlimani TV na sisi tutaweza kupokea maoni yako. Sasa Mr. Okechi, tuendelee. Rais wa Israeli Herzog, lakini hata waziri mkuu wa Israeli tunazungumzia Benjamin Netanyahu wazi amesema kiongozi anayefuata ambaye sasa tayari yupo tayari ni shabaha ya Israeli iwapo Israeli watamwangamiza Mojtaba. Nini unaona kinaweza kufuata? Jana wakati wanamuapisha bwana Mojtaba Khamenei kurithi mikoba baba yake bwana Ali Khamenei, hakuonekana kwenye sherehe zile. Ile tu picha tu moja ikakaa pale mbele, wananchi wakashangilia kwamba nao wameshampata mrithi wa baba yao. Lakini kuna taarifa nyuma ya pazia zinasema kwamba Mojtaba kwenye lile tukio la Februari 28 alipata ajali kubwa sana. Inasemekana kwamba mguu wake huu wote ulikatika. Kwa hiyo anatembelea magongo, labda yupo sometimes wanahisi labda yupo hospitalini kwenye masuala ya kiafya. Kwa hiyo tukirudi kwenye issue yako kwamba endapo kama wakiweza kumaliza bwana Mojtaba alitakuwaje? Hali inaweza kuwa ni mbaya sana, kwa sababu unajua Iran hawamtegemei tu mtu mmoja. Nyuma yake kuna watu wengine wana nguvu kuliko hata bwana Mojtaba. Kiongozi wa nchi anaweza kuwa tu ni kama tu pambo, lakini nyuma yake kuna watu wengi sana ambao labda wanamuongoza, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Endapo kama Marekani wakiweza kumaliza mtu huyu au Israeli wakiweza kumaliza mtu huyu, naweza nikasema kwamba basi siasa za Middle East zinaingia kwenye mlolongo mkubwa tena wa hatari kuliko kipindi cha leo. Tuliona baada ya kuapishwa walirusha kombola, na lile kombola pale mbele waliandika kwa amri yako Mojtaba. Sasa nataka tujadili kidogo. Mwanzo wa vita hii ulisema kwamba pengine Irani ni ngumu sana kushinda vita hii. Kwa namna hali inavyoendelea, unaona kweli Irani sasa pengine wanaweza kuhimili mkiki au bado wanajitoa mhanga? Uhakika wa Irani kushinda vita hivi ni mdogo sana. Yani tukisema kwenye 100%, labda tupatie 20%, kwa sababu taifa la Iran kwa sasa hivi linategemea zaidi uchumi kutoka kwenye mafuta. Vita vikianza kwenye nchi yako kwa 100% kubwa, uchumi unashuka. Uchumi ukishuka pia hata wewe nguvu zako za kuzalisha kipato unashuka kwa 100%. Sasa ili mradi vita vipigane mpaka kidogo pesa iwepo, umeona, lakini pia watu wa nchi hiyo pia waweze kujumuika kwa pamoja, waweze kuishinikiza serikali yao kuongeza mashambulizi kwenye nchi ambazo zinawashambulia wao. Sasa ukijaribu kuangalia tu kwa makini, kama mtu huyu mmoja Marekani pamoja na Israel wakaweza kuipiga taifa la Iran, wakaua karibu wanajeshi wao wakuu wote ndani ya siku moja, wakamuua kiongozi mkuu wa nchi yao pamoja na familia yake karibu yote ndani ya siku moja, sioni kama kuna uwezekano wa Iran kushinda vita hivi. Hivi majuzi serikali ya Israeli walichapisha kwenye mitandao yao ya kijamii ya kwamba wameweza wakapiga vinu vya kutengenezea mafuta, vya kuzalisha mafuta, vyote vikaungua. Sasa kwa 1% kubwa hapo unaweza kusema kwamba Iran ataweza kushinda vita hivi? Ni mdogo, yani uwezekano wa kushinda vita hivi ni mdogo sana. Na hisi kwanza haitawezekana. Sawa, lakini sasa unaona pengine bado nafasi ya mazungumzo na diplomasia ikachukua nafasi, ama ni vigumu kuzungumza kwa sababu Marekani kila siku anasema wazi, tunawaomba taifa la Iran waje kwenye meza ya mazungumzo, tufanye nao mazungumzo kinaga ubaga. Lakini bado tu taifa la Iran linasema kwamba sisi kwa sasa hivi hatuhitaji mazungumzo yoyote. Mazungumzo wao wanataka labda tu ya kudumisha
ya kudumisha uhusiano kati ya Marekani na taifa la Iran. Lakini Marekani anasema kwamba ili mradi tufanye mazungumzo haya, mseme ni wapi ambapo mnazalisha vinu vya nyuklia au silaha za nyuklia. Lakini pia wanataka kuwalazimisha taifa la Iran kwamba waachane na kuzalisha silaha za nyuklia. Lakini Iran kwa namna moja au nyingine imekuwa ikisema kwamba sisi hatuzalishi silaha za nyuklia na kamwe hatuwezi kuzalisha silaha za nyuklia. Taifa la Marekani linawaonya, tunaomba muache biashara hii kwa sababu itakuja kuleta maafa makubwa kwenye jamii zote zinazozunguka Mashariki ya Kati. Mazungumzo yanawezekana, lakini endapo kama taifa la Iran na Marekani pamoja na Israel wakiamua kukaa pamoja, lakini sifikiri kama ni hivi karibuni. Lakini ili mradi mazungumzo yatimie, lazima kwanza tumtafute upande wa pili, the third person, mtu wa tatu. Labda atafutwe kati ya nchi kama Urusi au China, waitishe Marekani, Israel na Iran wakae pamoja waweze kuyamaliza haya matatizo. Sawa, lakini kuna swali lingine la mwisho pengine. Kuna uvumi kwamba Irani na Israeli ambapo wanapigana kwa sasa, wengi wakisema Israeli kwa sasa anapata madhara makubwa. Yaani athari ambazo zinaendelea huko Israeli sasa hivi ni kubwa, lakini wengine pia wakivutia upande wa Irani kwamba Irani ndio wanaoathirika zaidi mpaka sasa tulipofikia. Sasa wewe nani ambaye sasa hivi ameathirika mpaka sasa hivi tunavyozungumza, kama vita ikisha sasa? Nani ambaye amepata hasara kubwa? Iran. Na naanza kusema kwa mifano. Hakuna kiongozi yoyote mpaka hivi sasa wa taifa la Israeli ambaye anaripotiwa kuuawa. Lakini jaribu kuwaza tu wenyewe kwamba taifa la Iran karibu viongozi wake wakubwa wote wameuawa. Sawa? Lakini pia muda huo taifa la Iran kupitia miradi yake mikubwa ya kuzalisha mafuta yote imeanguka. Huku taifa la Israeli watu wake wengi wamejifungia chini ya maandaki. Hivi karibuni pia Iran amekuwa akishutumu Marekani pamoja na Israel kwamba wameweza wakalipua kwenye shule ikaua watoto wengi sana. Sasa imagine hapo, nani mwenye athara kubwa kwenye vita hivi? Sawa. Mtazamaji, kufikia hapo sisi Mlimani TV hatuna la ziada. Nilikuwa na Angus Okechi tukiuangazia mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Irani, hali ambayo kwa sasa ni tete, vita ikiendelea kuingia katika hatua mbalimbali, huku kila taifa likisema sasa linaingia kwenye mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika ulimwengu huu. Mimi ni Gideon Pass, kuendelea kutazama Mlimani TV.